Na kusalimu msikilizaji wa RFI Kiswahili. Karibu katika makala ya Nyumba ya Sanaa kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Mara hii nimemtembelea John Sombi. Huyu ni mwanamuziki wa muziki wa asili kutoka hapa nchini Tanzania. Mimi ni Steven Mumbi. Karibu. Karibu sana John katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa. Asante sana mtangazaji Steven Mumbi. Ni wewe umefanya sanaa hii ya muziki maeneo mbalimbali, kwa tukizungumza pale awali ukaniambia ulipita Bagamoyo, lakini sasa uko jijini Mwanza. Mwanza unafanya nini hasa? Mwanza naishi Bujora Cultural Center, ambao ni kituo cha makumbusho vile vya utamaduni zaidi. Kwa hiyo nimezaliwa kwenye utamaduni. Kwa hiyo nafanya utamaduni kama ni manager masoko kwenye kituo hapa, kutafuta masoko upande wa maharusi, upande wa event za kiserikali, kwenye mambo mbalimbali ya kitamaduni, na vile vile nafanya kilimo na mifugo. Hongera sana bwana. Asante sana. Haya, tuzungumzie sanaa hii ambayo unaifanya. Kwanza tupe kionjo cha ngoma yako mmoja. Nimepekua huko, nimezikuta nyingi, lakini ya Shilungu ndio imenivutia zaidi. Kionjo kidogo. Kukaya iswe Molakoi kukaya iswe kukaya iswe Molakoi mang'ombe mingi gariko kukaya iswe zogi kukaya iswe Molakoi utambala shilanga bana bane ni mizule na machimgane Shilungu shane shajimila shajahale utambala shilanga bana bane ni mizule na machimgane Shilungu shane shajimila shajahale ikiyani mweli nasikile kushichoba kama nesukuma nokwene nashikile uluwela shachile na mongo kwa mwashimiyu shimeyu na mwashikile myanza namuwile Shilungu shane shajimela namuwile Shilungu shane shajimela kiyani wali nashikile kushichoba kama nesukuma nokwene nashikile uluwela shachile na mongo kwa mwashimiyu shimeyu na mwashikile myanza namuwile Shilungu shane shajimela namuwile Shilungu shane shajimela cho Shilungu shane shajimela bagalo nakushipante kila hale Shilungu shane batukubane shajimela bagalo anabane namuwile Shilungu shane shajimela isukulubane namuwile Shilungu shane shajimela isimpibane namuwile Shilungu shane shajimela kamayubane namuwile Shilungu shane shajimela Ni lugha gani hii? Hii ni lugha mama, lugha ya kabila la Wasukuma, yaani ni Kisukuma. Na maana ya Shilungu ni kama nembo inayotambulisha labda mtemi au mtu yote kiongozi katika
kabila la Kisukuma kwamba huyu anatoka kwenye familia za Kitemi au za Kichifu na kadhalika. Ni vitu gani sasa hivyo ambavyo vinatambulisha himaya ya Kichifu ambavyo umevizungumza katika wimbo huu? Wimbo huu na maana kwamba maana yake Shirungushanesha Jimera, yani nembo yangu imepotea, yani utamaduni unapotea. Najaribu sasa kuuliza kwamba Shirungushanesha jahaliki, yani nembo yangu inaenda wapi, imeenda wapi? Ndio maana ya Shirungushanesha Jimera. Inatambulisha katika ni kama nembo inatambulisha kwamba huyu ni chifu au ni makamu wa chifu au ni kiongozi ambaye yote mwenye cheo cha kuongoza jamii. Ndio maana ya Shirungu. Haya, msikilizaji, bila shaka unafahamu kwamba unapozungumzia himaya ya Kichifu ina mambo mengi ndani yake, na ndio yanazungumzwa katika kibao hicho cha Shirungu. Ukizungumzia kabila la Wasukuma nchini Tanzania, inapatikana katika mikoa ya Shinyanga, Mwanza, Simiyu. Lini hasa uliingia katika sanaa hii ya muziki? Tumezaliwa kwenye asili, kwenye utamaduni. Kwa hiyo mababu zetu, baba zetu wametulisisha na sisi tunazidi kutaka kulisisha. Kwa hiyo miaka mingi kwanza ngo mtoto mdogo tunajua baba tumeanza kufundishwa kuamba ngoma, kutengeneza njuga, naba mikuki, na kuchonga ngoma. Tunapiga sana ngoma, tunatengeneza ngoma za miti. Hizo mapipa zimekuja tu kwa muda huu kwa sababu miti inaenda na pungua sana. Ukiwa Usukumani huko sasa? Usukumani sasa huko ndoko tumeanzia, tuko watoto wadogo, tumekuwa nayo mwisho mpaka tukaanza kuingia mashuleni, na mwisho mpaka tukaanza tafuta vyuo tena vya kusoma zaidi vya sanaa ili kuongeza zaidi utaalamu mwingine wa kielimu zaidi. Elimu ya juu sasa ya sanaa hii ya muziki wa asili umeipata wapi? Elimu sana hii ya sanaa kabisa nafikiri kutoka nyumbani, alafu kulisishwa kwa wazazi na babu zetu, na vile nimeipata kwenye chuo cha sanaa Bagamoyo, ambacho kidogo kikaja niinua zaidi kutoka asili yangu ya nyumbani na kuja sasa kupata tena asili za makabila mbalimbali ya asili na vifaa vya asili kama maritungu kutoka kwa Wakuria huko. Bado kuna zeze, kuna nini, kukutana vifaa vingi sasa vya asili zaidi na vya kisasa kama magitaa, kinanda na vitu vingine, vitu vya kupuliza kama trumpet, trombone na kadhalika. Jikite zaidi kwenye sanaa yenyewe na ufundi wenyewe wa kufanya sanaa hii ya muziki huu wa asili. Hizi nyimbo zinatungwa vipi? Hizi nyimbo zinatungwa kulingana na nyakati na utamaduni husika. Mfano tuelezee katika ngoma zetu za asili. Kuna ngoma za mitambiko, kuna ngoma za sherehe, kuna ngoma za mavuno, kuna ngoma za kilimo na za uwindaji. Kwa hiyo unapotunga wimbo unakuwa na maana yake, na kila ngoma inakuwa na maana yake na msimu wake. Kwa hiyo unapotunga wimbo unaangalia mazingira halisi jinsi yalivyo, kwamba sasa hivi tunaongelea nini, utamaduni au tunaongea chakula, tunaongelea utamaduni kwa ujumla ikiwemo mavazi, chakula na mfumo wa maisha kwa ujumla, kwamba Waafrika anatakiwa uweje. Ndio mwanzo wa kutunga nyimbo. Na nyimbo zenyewe wakati mwingine wengine wanaoteshwa. Unalala usiku unaweza ukaota au ukapita mtaani katika jamii yako ukaona vitu fulani ukaona hii ni bora niimbe kitu fulani, labda uonevu kanivutia kwamba kulingana ulivyoona kwamba hapa kinitengeza kitu hapa. Kuna zingine zipata kupitia mazungumzo na watu mbalimbali, na zingine zipata kwa kuoteshwa au na kipaji chenyewe tukipawa kalama. Ulivyokwenda shule, kipi ulingamua kuhusiana na sanaa hii ya muziki? Ukilinganisha na muziki uliokuwa unafanya kwa kujifunza ama kurithi kutoka katika kabila lako la Kisukuma? Baada ya kutoka kwenye muziki wa asili kwenye kabila yangu, jinsi kwa babu na mabibi kulisishwa, kuja kujifunza hapo kwenye chuo cha sanaa kwamba kuna mfumo ambao sasa unakuingiza katika kuenzi utamaduni na mfumo vile wa kibiashara, kwamba sanaa yako, utamaduni wako vile ni mali. Usifanye tu kama hivi nacheza kulisishwa, kwamba usichukulie poa. Kwamba ni ajira, kwamba
masoko zaidi, kwamba tengeneza sanaa yako nzuri, na kila siku duniani kuna ushindani, na baadaye ipeleke sokoni, na baada ya sokoni utapata faida kupitia hiyo kazi. Kwa hiyo nimepata mfumo mzuri wa kutoka kwenye asili zaidi na kuja kwenye mfumo wa kwamba ni ajira, kwamba kazi hii ni maisha, sanaa ni maisha, inaweza kuwezesha kumudu kuishi kama endapo utawekeza vizuri. Kuna vibao vingi, kuna kingine kwa Kiswahili mama, kwa Kisukuma mayu. Mayu. Ulifikiria nini kutunga kibao kinachomuhusu mama? Ilivyokuja kujitambua kwamba mimi nimekuwa sasa, kwamba mimi najua jema na baya, nikaona kwamba sasa mimi nitokea wapi? Miezi 9 tumboni, naona mama wanahangaika mtaani, wajawazito huku, tena na tenga la nyanya, wanapita huku, wanapeleka watoto shuleni asubuhi hivi. Nikaona sasa mama kumbe anabidi kushukuriwa, mama ni mtu mkubwa. Ndio maana nikatunga wimbo wa kumuenzi na kumtukuza mama. Unakwendaje? Lumbili jamayu miaji, lumbili jamayu miaji, kunilela mda mieji kenda, kunilela mda mieji kenda, limiryalo kamayu, limiryafu mayu, nene na bebe mda mayu, busungu wangwa mayu miaji, kunilela mda mieji kenda, limiryalo kamayu, limiryafu mayu, nene na bebe mda. Mapanda mingino chaku kushoke jana tena sho nahuli ulame nukule seba ulame ayu ayu musongo humu nazungumzia namna ya kumshukuru mama, kwamba lombele jamayo miaji, mshukuru mama mzazi, kunilela mda mieji kenda, kunilea tumboni miezi 9, limiryalo kamayu, jua linadhama, limiryafuma, jua linachomoza, nene na bebe mda, yani uko na mimi tu tumboni mpaka miezi 9. Kwa hiyo uchungu wa mama kunaweza mpaka kuja kujifungua. Mama udumu hapa duniani na hata uko mbinguni upate thawabu. Ndiyo maana hiyo mayu. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako, ni makala ya Nyumba ya Sanaa. Mimi ni Steven Mumbi, yakikujia kutoka hapa RFI Kiswahili. Asante kwa kutuchagua ukiwa hapo Momba, Tanga,
na kwingineko kupitia redio wa shirika, na kule mashariki mwa DRC, Kalemi, Ituri, Kisangani na kwingineko kote kupitia masafa ya FM, lakini pia kupitia www.rfikiswahili.com. Na nazungumza na John Sombi. Huyu ni mwanamuziki wa muziki wa asili, hasa akisheneza muziki kutoka kabila la Wasukuma. Pale awali uligusia kidogo kwamba unaweza kufanya sanaa za makabila mengine. Makabila gani ulisheneza muziki wake? Makabila mengine sasa, mfano nilikuwa napenda sana makabila yote. Tuna makabila zaidi ya 120. Sasa makabila yote, kwanza unaanza kwanza na wewe, sio mimi, isipokuwa sasa unavutiwa na makabila mengine. Katika makabila yote ningependa kama kuna wote mmoja wapo nakumbuka. Ngokwa na chiembe itile, he, ngokwa na chiembe itile, he, na itile, he, na itile, he, ngokwa na chiembe itile, he. Hiyo kabila gani? Hiyo nafikiri ni ngoma ya kutoka Mtwara huku kusini mwa Tanzania. Haya, wasikilizaji wenye kabila lenu, kama mmesikia, basi mnaweza mkanifuata katika mtandao wangu wa Instagram Tinini Mumbi, na ukaenda DM pale ukaniambia hiyo vipi, ni kabila gani na unafurahia kiasi gani kusikia wimbo wa kabila lako kutoka nyumbani hapo kusini mwa Tanzania. Sanaa ya muziki wa asili kiujumla unaionaje? Ina nguvu sana. Sema tu watu ndio wanavyosema, wanachukulia kwamba ni kama tu burudani. Watu wamezoea kipindi kama cha ndio maana nasema kuna ngoma za kilimo na za mavuno na za sherehe. Kwa hiyo kipindi cha mavuno wanatokea matamasha mengi sana za ngoma za asili hapa Tanzania, mikoa mbalimbali. Kwa hiyo wakati mwingine wanaingiza kipato, wakati mwingine sasa kama tu ni kuburudisha. Zina nguvu sana, sema tu labda tu ufuatiliaji wengi tunadharau cha kwetu. Ipi ni changamoto kubwa kwenye sanaa ya muziki? Wewe umefanya kazi Dar es Salaam, ulikwenda Bagamoyo na sasa huko Mwanza. Changamoto ni kwamba kuangalia zaidi sana kwamba utambulisho wetu uko wapi. Na kwa sababu kila taifa lina utambulisho wake. Na hata kama wanachukua vya jirani, lakini wao wanachao. Kwa hiyo sisi tukianzia hapa kwetu tukaona nguvu, hivi vingine tutavichukua tu kwa sababu vipo tu, ndio utandawazi, uwezi ukaepuka na ukakwepa. Hiyo ipo tu, na kwa sababu unapenyewe kichukua cha mwenzio utapata kujifunza vile vile. Usiwe tu mchoyo umimi, isipokuwa cha kwanza uwe na nguvu kwanza wewe, afu ndio utachukua na cha mwenzio. Masangu maana yake nini, John? Masangu yani maana yake ni chakula cha asili, yani traditional food, yani makande. Ni kande? Ni kande lile unaweza kaona ina mixio, ni changanywa mahindi, labda choroko, kunde, labda njugu mawe, maharage na vitu vingine huko. Haya, mabingwa hapo Victor Abuso pamoja na Emmanuel Makundi na wengine wakoli githe hapo Nairobi mnaita githe, maharage yamechanganywa na mahindi, alafu unaweza kawa na viungo mbalimbali. Haya, unapatikana vipi mitandaoni wakati tukielekea ukingoni wa makala haya? Hapa napatikana Facebook, napatikana kwa John Sombi Kafula, YouTube napatikana kwa John Sombi, Instagram Sombi Kafula, Messenger Sombi Kafula, TikTok Sombi Kafula. Nakushukuru sana kwa kushiriki nasi katika makala haya ya Nyumba ya Sanaa. Kila laheri na unafanya kazi nzuri. Nashukuru sana RFI Kiswahili kwa kunikaribisha na kupata kipindi. Muendelee kutufuatilia sisi huko asili tuweze kuinua zaidi, na Mungu atawabariki sana. Asante na kila laheri. Amina, na kwako pia. Msikilizaji wa RFI Kiswahili, ndio nakuja jamvi la makala haya Nyumba ya Sanaa. Nilikuwa na John Sombi. Huyu ni mwanamuziki wa muziki wa asili kutoka kule jijini Mwanza nchini Tanzania. Nilikuwa nikizungumza naye kuhusiana safari yake ya muziki huu na namna alivyoifanya vilivyo sanaa hii. Juma lijalo ni makala nyingine ya Nyumba ya Sanaa. Mimi ni Steven Mumbi, mitandaoni Tinini Mumbi. Kwaheri na furahia muda wako.